Mara baada ya msimu wa 2026-27 kuanza wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kuanza rasmi wiki iliyopita, kesho kutakuwa na mchezo kati ya TP Rindanda Pamba Jiji akimkaribisha Simba Sport Club katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Majira ni saa 10:15 za jioni. Tutakwenda kuangazia mchezo huo kwa kina zaidi kwa ajili ya kuwapa chakula kilicho bora cha uchambuzi yakinifu. Utakuwa nami Dhahabu ya Mara Emmanuel Chazi sanjali na Leopard John muite sauti ya mvua. Leopard, habari wakati huu? Habari ya sasa hivi ni njema Charles Maro. Sijui kwako bwana. Kwangu namshukuru Mungu, mambo sio haba. Ndio. Sasa wiki hii bwana kuna mechi kadha wa kadha. Lakini tujikite kwenye mechi kati ya TP Rindanda Pamba Jiji dhidi ya Simba Sport Club. Hawa watu wamekuwa wakikutana katika uwanja wa CCM Kirumba, kunakuwa sio mchezo mwepesi. Unadhani kutokana na matokeo ya timu zote mbili ya mwanzo wa ligi kwamba Pamba Jiji alifungua ligi na Dodoma Jiji wakaibuka wakatoka sare ya 1-1, lakini Simba Sport Club walikuwa kule mkoani Kagera akashinda 2-0. Kwa kuchagiza matokeo haya, unadhani kwenye huu mchezo utakuwa ni mchezo wa namna gani? Ni mechi nyingine ngumu kwa timu zote mbili, kwa maana ya Pamba akiwa kama mwenyeji sambamba na Simba akiwa kama mgeni kwenye huu mchezo. Kumbukumbu nzuri kwenye timu hizi mbili mara ya mwisho kukutana katika uwanja huu wa CCM Kirumba ambako kesho wanakwenda kucheza ni mechi ambayo ilitamatika kwa sare ya goli 1-1, goli la Simba likifungwa na Ansete Ura, huku kwa upande wa Pamba likifungwa na James Mwashinga. Kwa hiyo katika muktadha wa aina hiyo inathibitisha ni kwa jinsi gani ambavyo mchezo wa kesho unakwenda kuwa mgumu. Wameanza vizuri, kwa maana klabu ya Simba wakiwa katika uwanja wa ugenini walipoteza walipata ushindi goli 2-0. Magoli ya Elim Panzu na Ismail Ali Viature yaliipatia Simba ushindi mnono. Huu unaweza kuwa pia ni sehemu ya mentality nzuri kwa wachezaji kuelekea kwenye huu mchezo. Tofauti na kwa Pamba Jiji ambao mechi yake ya kwanza ya ufunguzi akiwa katika uwanja wa nyumbani alitoka sare ya goli 1-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunauangalia katika mazingira hayo kwa timu zote mbili, licha ya kwamba ni miongoni mwa mchezo mgumu kwa rekodi, historia, lakini pia kwa aina ya vikosi vya timu hizi mbili, namna ambapo wamekuwa wakikutana katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Timu hizi zinapokutana mechi husani huwa ni ngumu sana. Unadhani kuelekea mechi hii walimu wa timu zote mbili wanapenda kutumia mfumo upi au formula ipi ya uchezaji wao, tukianza na timu mwenyeji? Nafikiri kwa Pamba, timu mwenyeji kwa maana chini ya kocha Francis Baraza, ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa inapenda kucheza, ni miongoni mwa timu ambayo imecontains wachezaji wazuri hasa katikati mwa uwanja kwa aina sajili ambazo wamezifanya. Unaweza pia ukashuhudia kile ambacho mwalimu aliingia nacho kwenye mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji, aina ya viungo ambao aliingia nao. Una mtu kama vile Anthony Kibailo, miongoni mwa wachezaji ambao wana quality kubwa, wana experience kubwa, wana ubora mkubwa, lakini bado pia una mtu kama vile Deogratias Mafie ambaye kwenye mchezo uliopita alifunga bao ambalo liliwafanya Pamba Jiji kuweza kuwa katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo kwa Baraza, kocha mkuu wa timu ya Pamba, ni kocha ambaye anapenda kwanza kumheshimu mpinzani, lakini pia ni kocha ambaye sio muoga kwenye upande wa kucheza. Akiwa ana mpira atakuwa anafanya counter press, kwa maana kulisogelea lango la timu pinzani, huku pia akiwa ana faida ya kuwa na wachezaji wenye ubora mkubwa wa kushoot kutokea mbali. Licha ya kwamba for this time around Pamba anaingia kwenye huu mchezo akiwa anamkosa mshambuliaji kiongozi ambaye ni fox on the box, kama vile ambavyo ilikuwa kwa mchezo uliopita alipokuwa na mshambuliaji kama Matteo Tegis ambaye tunafahamu ubora wake kwa msimu uliopita ulikuwa kwa namna gani. Kwa hiyo Baraza ni kocha ambaye anapenda kucheza, ana nidhamu kubwa ya kujilinda, lakini pia ni kocha ambaye anapenda kushambulia kwa kushtukiza, kwa maana ana faida ya kuwa na wachezaji wenye ubora wa namna hiyo. Lakini pia kwa Simba tunafahamu namna gani ambavyo mwalimu Steve Barker amekuwa ni muumini wa kutumia ile counter press. Muda mwingi wa mchezo anapendelea kufanya ile kick transition kuanzia katikati mwa uwanja, kwa maana na yeye pia ana faida ya kuwa na wachezaji wenye huo ubora. Elim Panzu, wakina Libasege, Ansete Ura ni miongoni mwa wachezaji ambao mikimbio yao
imekuwa inawapa ugumu walinzi au viungo wa ulinzi wa timu husika ambayo wamekwenda kuikabili. Lakini pia namna ambavyo wana establish shambulizi. Ni klabu ya Simba ambayo tumekuwa tukishuhudia chini ya Mwalimu Steve Barker ikiwa inaanza kupika shambulizi kuanzia nyuma kwa walinzi wa kuzuia, na namna ambavyo viungo wao wamekuwa wakicontribute katika hilo eneo. Kwa hiyo ni walimu wawili ambao wameonekana kuwa na ubora wa tofauti na vile ambavyo wanaelekea mechi zao husika. Takwimu zinaonyesha kwamba timu hizi zimekutana mara 4 na kati ya mara 4 Simba ameshinda mara 3 na sare 1. Unadhani kuelekea mchezo huu Simba Sport Club golikipa wao namba 1 Kasari si ndio, ni amepata majeraha lakini nini itakuwa athari kwa Simba na ni faida ipi ya Pamba Jiji kutokana na golikipa namba 1 ya Simba Sport Club kuwa na injury hivyo atalazimika kutumia golikipa namba 2? Nafikiri kwa Simba ni miongoni mwa changamoto ama ni jambo ambalo watalimisi, kwa sababu kwenye kikosi unapokosa mchezaji yani ile regular starter material, mchezaji ambaye ana uwezo wa kwanza kwenye kikosi cha kwanza, ni sehemu ya pengo kwa mwalimu na kwa wachezaji husika. Kasari ni professional goalkeeper ambaye tumeona namna gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa, licha ya kwamba amekuwa na makosa ya hapa na pale, lakini ni sehemu ya football. Lakini ni mdalangu ambaye by experience, by quality anastahili kwenye mechi kama hizi ambazo kama nilivyozungumza awali kwamba ni mechi ngumu. Lazima pia Simba wangekuwa wanahitaji golikipa mwenye ubora mkubwa. Of course si underrate kiwango cha Hussein Abel, lakini ni miongoni mwa magolikipa ambao bado hata mashabiki wa Simba na wenyewe wanaweza wakawa wanakiri, licha ya kwamba mechi kama hizi pia zitaweza kutumika katika upande wa kumtengenezea mazingira mazuri. Lakini naamini ni mechi ambayo Simba watamiss kweli kweli Kasari kwa namna ambavyo wamekuwa wanacheza. Lakini yote kwa yote Simba ni timu kubwa, yupo Hussein Abel, lakini pia yuko bwana mdogo Alexander Elasto ambao wanaweza pia wakawa sehemu ya kikosi cha Simba katika mchezo wa leo. Na kwa tathmini hiyo fupi tuangazie kwa upande wako mwenye binafsi kuelekea mchezo huu. Mabao tangu wamekutana ni 9 kwa 3. Pamba akifunga mabao 3, Simba akifunga mabao 9. Sasa kwenye mchezo huu unaokuja, karata yako unaitupa kwa nani kwa kuangalia takwimu za mabao na kipaumbele cha uwanja wa CCM Kirumba pale zinapotana hizo timu zote mbili? Nafikiri rekodi ipo na rekodi ina mata, lakini bado Simba kwenye huu mchezo anaingia kama timu ya kwanza kiwanjani, licha ya kwamba ni ngumu kutabiri matokeo ya mchezo, lakini Simba anaingia timu ya kwanza kiwanjani kwa namna ambavyo rekodi umezungumza, mechi 4 anapata ushindi kwenye mechi 3, sare 1. Kwa hiyo unaangalia hata kwenye wastani Pamba Jiji hana wastani mzuri wa kupata matokeo mazuri mbele ya klabu ya Simba pale ambako anapokwenda kucheza naye moja kwa moja. Sawa, dakika sekunde 30 ni wachezaji gani wa hatari kwenye timu zote mbili wa kuchungwa hiyo? Iko wazi. Nafikiri kwa Simba Libasege, Ansati Ura, Elie Panzu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatazamwa zaidi kwa kile ambacho wako nacho. Lakini kwa upande wa Pamba, Mafie alikuwa na rekodi nzuri, amefunga mchezo uliopita, ni miongoni mwa viungo washambuliaji ambao klabu ya Simba inabidi waangalie kwa kiasi kikubwa kwa kile ambacho amekuwa anakifanya. Lakini pia kina Sharfan hawa ni miongoni mwa viungo ambao namna ambavyo walikuwa wanacheza wanaweza pia wakawa na athari kubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo ni hivyo tu katika kuelekea mchezo wa kesho majira ya saa 10:15 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na hiyo ndio tathmini ya mechi ya kesho kati ya wana TP Lindanda Pamba Jiji dhidi ya Simba Sport Club, mchezo utakopigwa katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza majira ya saa 10:15 za jioni. Ulikuwa nami Dhahabu ya Mara Emmanuel Chazi sanjari na Leopard John sauti ya mvua. Tukutane jijini Mwanza.